Tuko na chuma cha Mjerumani. Ibrahim Ambokile anakwenda kuhutubia taifa katika yale yaliyotokea weekend hii kwenye viwanja mbalimbali vya michezo. Simba Sports Club, hivyo hivyo kwa Young Africans, hivyo hivyo kwa Azam, hivyo hivyo ni Singida Black Stars. Wote wameingia katika hatua ya makundi, timu 4 kutoka hapa nyumbani Tanzania. Historia imewekwa. Kaka, chuma cha Mjerumani kwema? Kipekee kabisa, nashukuru Mungu niko vizuri sana. Kila Mtanzania anapaswa kujipiga kifua mbele kwa sababu wawakilishi wetu katika mashindano ya kimataifa sio kututoa kimasomaso, ila wametuheshimisha. Na hii ni kutokana na uwekezaji wa Singida Black Stars, uwekezaji wa Young Africans, uwekezaji wa Azam na Simba Sports Club kwa pamoja kwenda katika hatua ya makundi. Sio kila taifa linapenda haya mambo. Ndugu zetu Kenya mpeleka timu moja tu, Police United. Kwao nakuja kuona kwamba ligi yetu tumeitupa mbali sana. Ligi ya Kenya, Rwanda, Burundi na Uganda na kwingineko, Sudani huko tumejipigia tunavyotaka. Lakini si kwa bahati mbaya, ni kuamua kufanya uwekezaji kweli katika nyanja ya michezo. Huo ndio uhalisia. Chuma, jana Simba Sports Club amefuzu katika hatua ya makundi, lakini hoi pila alivutii. Wapo waliosema rotation kutokana na kuwa na mechi ngumu mbele, lakini wapo ambao wanasema mifumo ya Dimitar Pantev haijakubali. Kiu ya wanasimba ilikuwa ni kuona timu yao kama imeshinda away goli 3-0, maana yake hapa zitaongezeka zaidi ya goli 3. Lakini ukweli ni kwamba Simba imefuzu katika hatua ya makundi, lakini hali ya mganga ni mbaya sana. Jini limetoka, yani hali ya mganga si nzuri, kwa sababu kila mwana Simba alikuwa anaamini kwamba tumefanikiwa away, nyumbani tunakwenda kushinda nyingi. Kwa ambacho nimekiona kwangu, naweza nikasema tu kwamba kocha Dimitar, Simba sio sehemu ya kufanya majaribio kwenye mfumo, utafeli. Narudia, meneja wa Simba si kocha wa Simba. Maana kama amemtomsha kama meneja, kuna mwingine nao alichanganya kuita kocha, ndio unajua njia ya muongo fupi. Huyu meneja wa Simba huyu meneja wa Simba akisema anze kutesti mfumo kimekwenda kimerudi, wakati huu ni wakati wa mashindano, atafeli. Ni mara 800 aje na mkeka wa Fadlu atembea nao, wakati huo akiharmonize kikosi chake mdogo, lakini vinginevyo linaweza likamkuta jambo, kwa sababu mpaka hivi sasa ukiangalia unakuja kuona kwamba ni kama ubora wa wachezaji unapungua, na ni swala muda kuona huyu Jean Charles ya huyu mechi ya kwanza alishushwa chini, mechi ya pili alikadhalika hivyo hivyo. Siku sio nyingi atakaa beki. Utafanyaje? Usijaribu kikosi. Kwa mwisho wa siku hapa Jean Charles ya ambaye tulikuwa tunamjua bingwa wa kupiga mipira iliyokufa, ambaye anacheza kwenye 18 hadi kwa hivi sasa, hatakaa beki mbili. Kwa hii hali ninayoiona, maana yake matatu anapaswa kuwa na umakini mkubwa sana. Ukifanya majaribio, Simba sio academy. Wana Simba wanahitaji kupata matokeo ya ushindi na kicheko. Kwa ukisema ufanye rotation yako leo hii, haingia akilini Abraham Morris amweke nje ni uongo. Kwamba bado ni bora. Thubutu yako. Sasa hivi ukiangalia moja kati ya wachezaji bora wa kupiga mipira iliyokufa nchi hii ni Jean Charles ya Ni ukweli. Ndiye mpiga mipira iliyokufa nchi hii. Sasa kwa mfumo ambao nataka kuuleta mitatu, sitaki lawama. Naanza kupata na wasiwasi, je, tutavuka naye mwaka na wasiwasi mpaka dakika hii. Tarehe 31 mwezi wa 12 atafika, tutoboe naye mwaka. Kama akiendelea namna hii, tuenee makini. Wanapaswa kuwa nayo makini mkubwa sana. Alianza vizuri. Kwangu mimi Nsingizini Hotspurs ni timu mbovu sana. Simba ilipaswa kushinda hata hapa, lakini kwa sababu target ya kufuzu imefanikiwa. Nimeona wengi wamezungumza sio mchezo wa ngumi, kila ngumi lazima upige. Sio kweli. Unajitetea kwa sababu umeshinda mechi ya kwanza, lakini mechi ya pili hii umecheza hovyo. Yani mechi mbovu zaidi katika mechi za nyumbani kufuzu kwenda hatua ya makundi. Mechi ya kwanza mbovu ni mechi ya Simba na wale Nsingizini Hotspurs. Simba litafutwa sana ile mechi. Sana. Simba mpata target moja ambayo kaipiga Kibu Dennis, kipa kaicheza. Uongo kweli. Lakini nyinginezo Simba litafutwa. Kwa hiyo kuniambia usingekuwa umeshinda kule ungecheza hivi.
ungesikia Mangungu hatukutaki. Sasa hivi ungesikia Mangungu hatukutaki, lakini ukweli usiopingika bado nakuja kumuona Eli Mpanzu huyu na Eli Mpanzu yule wakikutana Mafia Boxing tapigana sana. Pengine Mpanzu anakumbwa na nini Chuma? Wapo ambao wanaosema ni kwamba anaoa nao, wapo ambao wanaosema ameingia daa kwa pupa. Kinachomuumiza Eli Mpanzu ni Simba kumng'ang'ania. Eli Mpanzu alikuwa anakwenda Young Africa. Chuma anasema kinachomfanya Mpanzu awe vile, Eli Mpanzu alikuwa anakwenda Yanga. Utabisha kwa sababu hujui, lakini anaipenda Young Africans. Mpanzu anaipenda Young Africans. Fahari yake kubwa ni kucheza na icon ya soka la Tanzania, Pedro Pacome Zouzoua. Huo ndio walisi. Umwambii kitu, na yule ndio role model wake. Yaani Mpanzu role model wake ni Pacome Zouzoua. Mpanzu role model wake ni Pedro Pacome Zouzoua. Anamuelewa mno. Sasa yule alikuwa anaondoka. Sawa. Siku ambayo nawaambia yuko kwa mkopo, wakatoka viongozi wa Simba, mnakumbuka? Walitoa majibu ambayo hayana mashiko. Kuna mkopo wa miaka 4, miaka 5, miaka 2. Lakini wakashindwa kutolea ufafanuzi huo. Na yule alikuwa anaondoka kwenye mkataba, kuna kipengele cha yeye kuweza kununua mkataba wake. Yule alikuwa anakwenda upande wa pili kwa Ghalib GSM. Lakini mwisho wa siku ng'ang'ana. Kwa hiyo Mpanzu wa finali msimu ulioisha na huyu watapigana miezi 6. Wakikutana live hivi hali ni ngumu, watapigana mno. Kwa nini? Mahaba yake ni kucheza Young Africans. Huo ndio kweli. Ana furaha. Mpanzu ana furaha. Wewe muangalie. Wewe Mpanzu anacheza vile? Sio Mpanzu tena. Anakuuliza swali, muangalie Mpanzu. Si ndio? Yule ambaye hajakutana na Yanga mechi yake ya kwanza alikuwaje? Na Mpanzu. Na sio mishangazi. Eli Mpanzu ni mtu wa dini, ni mtulivu. Lakini kinachomuumiza Eli Mpanzu ni kumng'ang'ania. Ukimng'ang'ania mwanamke ambaye akasema asikutaki, sikutamfumania chumbani kwako. Kwa haya kumng'ang'ania Eli Mpanzu ndio hizo shida hizo. Eli Mpanzu anataka maisha yake yawe na insurance. Unapokuwa chini ya mwenyekiti wa Umoja wa Vilabu barani Afrika, maisha yako yanakuwa na insurance. Yaani bima iko wazi. Unaelewa vizuri? Unapokuwa chini na mtu ambaye hana ushawishi wowote atakafu au duniani, ndo kama haya. Manake au ataka kuondoka kumfuata kocha wake Fadlu Davis. Au ataka kuondoka? Yes, ndio kweli. Kama ninachokuambia hivi, ataondoka Maema, ataondoka Aua, ataondoka na Rushan Deroku. Simba si itakufa Chuma. Sasa wachezaji wale kocha. Wachezaji wa kocha wale Fadlu. Na hii Simba ingekuwa chini ya kocha Fadluman Davis, kocha Misuti. Unaacha kocha mwenye discipline. Ndo haya mambo. Kocha mpaka toba masikio. Sikilizeni. Anazungumza very serious. Fadlu ameondoka kwa sababu ya uswahili. Fadlu angebaki leo hii, amini ninachokuambia, leo hii tunazungumza lugha nyingine. Simba nakwambia Fadlu bonge moja la kocha. Fadlu bonge moja la kocha. Kwa huyu kocha anapaswa kujifunza kwa Fadlu. Akileta ubishi na wasasi kuvuka naye mwaka. Huo ndio uhalisia. Kwa sababu Simba the way unavyoiangalia, Simba inacheza fungue imeng'ang'ania kwenye kitasa haitoki. Unaona kabisa inahangaika ni fungue imeng'ang'ania kwenye kitasa. Haiwezekani. Simba inacheza kama mtu anataka kukata roho. Inaosha miguu kwa timu mbovu kama hii. Haiwezekani. Maana yake kuna kitu hakiko sawa, napaswa kukibadilisha. Wakaendelea kubisha. Cha kwanza umwachie Eli Mpanzu aende anakokutaka yeye. Anataka insurance life yake ni kuwa chini ya mwamvuli wa president wa Umoja wa Vilabu barani Afrika. Huo ndio kweli, si watani. Sitaki kuyasema mengi. Ambacho kilitokea wakati wa usajili wa dirisha kubwa, sitaki kuyasema mengi. Lakini kiasema hapa watagombana na watu wa Simba. Lakini huo ndio kweli. Eli Mpanzu yani akili iko Yanga, mwili uko Simba. Nakwambia yale bwana ameondoka duniani, kiroho tuko naye pamoja, kimwili uko kule ndo haya. Eli Mpanzu yani kiroho yani yuko kule, huko baki mwili tu. Chuma anazungumzwa Yakuba Suleiman miongoni mwa watu walioinusuru Simba. Wako ambao wanamzungumza kuwa yule ndio kipa bora Tanzania. Wapo waliofika mbali na kusema pengine
Yakubu anaweza kunusa uwezo wa Diarra, kipa miongoni mwa kipa wa Tanzania ambaye anaweza kunusa uwezo wa Diarra akipewa nafasi Simba. Yani Yakubu amfikie Diarra, Yakubu Suleiman. Nani mwenye anasema wewe muhuni kabisa? Mchambuzi kibao. Wachambuzi Peiro hao. Mchambuzi Peiro anazungumza huo ujinga. Yani Yakubu Suleiman anamfikia Diarra? Sio kweli. Sio kweli. Huyo Kamara mwenyewe amfikie. Kwanza na wasiwasi na injury ambayo amepata Kamara ile. Ile injury ilikuwa nyepesi sana ile. Kamara namwambia Kawe sio mbali. Mwamposa yupo, hajasafiri, kashatoka Zimbabwe juzi. Huu ndio muda. Nawaambie ni kweli. Yakubu Suleiman ni golikipa mzuri. Sisemi kama kamfanyia kitu Diarra nani Musa Kamara. Lakini na wasiwasi na ile injury yake aliyoipata ile. Ile injury ile. Yakubu kwa Mwamposa sio mbali. Yani anapaswa kutembea na dumu la mafuta muda wote. Wese muda wote atembea nalo. Lakini vinginevyo sana. Muulize Manula. Wewe Manula kasafiri na timu ya Simba miaka mingapi anapanda kwenye ndege? Sasa hivi ifika airport anacheua. Wewe sikiliza wewe. Kuna kitu iko saidia na kizunguzungu. Hivi kweli anaona kizunguzungu kaanza kupanda ndege leo yule? Unaelewa vizuri? Leo Manula hatujui anafanya nini. Katika mchango wa Azam kwenda hatua makundi huwezi kumhesabia Manula. Kwa nini? Hajacheza mechi hata moja. Unaelewa vizuri? Ni waasi wachezaji wapendane. Waache kuumezana. Una ubora wako, pambana upate nafasi. Kamara namwambia tena, sisemi kwamba Yakubu kamfanyia kitu. Naomba nisileweke vibaya. Ila mimi Musa Kamara magharibi huyu Kawe sio mbali. Afike sana. Leo Jumatatu kuna ibada pale. Afike. Leo kesho ipo, Apostle ipo.